Kwa majina naitwa Kudra Mohamed Kapera, ni mzaliwa wa kijiji cha Tandai, kata ya Kinole, mkoani Morogoro, wilaya ya Morogoro. Niko huku ni mkulima wa mazao ya viungo, na leo hapa nazungumzia zao la aina ya iliki ambayo iko katika shamba langu hapa na stawisha kwenye hili shamba. Vitu vya kuzingatia wakati unataka kuanza kulima iliki: kwanza kuwa na eneo hiyo moja. Pili, zao la iliki nalo linahitaji kivuli cha wastani ambacho kinaweza kufanyisha kwamba mmea huu hautakiwi ufikiwe na jua moja kwa moja. Msimu wa kiangazi huwa unaathirika, kwa lazima hiyo shamba liwe na kivuli aidha cha miti ama migomba. Sasa kwenye migomba zao la iliki linafanya vizuri, lakini kwenye kuandaa shamba, kwenye shamba moja linahitaji miche 380 mpaka 400. Toka shina hadi shina ni mita 3 hadi 4. Sasa tunashauri iwe mita 4 kwa sababu iliki inajenga kwa muda mfupi na inatengeneza yenyewe, iko kama migomba kwamba inatoa machipukizi mengi wakati kisha stawi. Kwa iko hivyo. Nawe inahitaji palizi la mara kwa mara kwa sababu haihitaji uchafu. Kwa utafanya palizi kwenye shamba la iliki, na kwa msimu huwa tunavuna iliki kwa kuangalia zile ambazo zimekomaa. Tunavuna, tunasema mbegu za iliki ama matunda ya iliki. Tukitoka hapo tunaenda kukausha. Tukikausha tunauza kwa kilo. Lakini kuna wakati pia wapo wateja wanahitaji zikiwa mbichi, tunawavunia wanaenda kukausha wenyewe. Zao la iliki kwa sasa tunasema ni zao ambalo limekuwa kwa kasi kwenye upande wa bei. Kwa sasa hivi kilo moja inauzwa 50,000 kwa iliki kavu. Lakini tulivyoanzia ilikuwa sio hivyo, ilikuwa shilingi 10,000, 15,000. Kuanzia mwaka jana bei imepanda kulingana na mazingira. Kwa hiyo leo inawezekana ikawa 50,000 alafu kesho tukakwambia 20,000, usishangae. Ni mazingira yamefanyisha hiyo bei kushuka. Lakini ni zao ambalo la viungo, linatumika kwenye chai, kwenye chakula na kwenye mboga. Ni zao zuri. Pia ni dawa ambao ukitafuna iliki kavu inaweza ikakuletea harufu nzuri, ikapunguza harufu mbaya mdomoni. Kwa hiyo ni dawa tunasema kwa upande wa kinywa. Kwa tutaitumia kama kiungo, lakini wakati mwingine tunaitumia kama dawa. Iliki tunachukua vipando kutoka kwenye shina mama ndo tunapanda. Lakini pia tunaweza kuotesha miche kwenye viliba kwa kuchukua vipando hivyo hivyo tukakuza, afu baadaye tukapeleka shambani. Lakini mara nyingi ili kupata iliki kwa wakati tunachukua vipando. Misili ya migomba tunachukua machipukizi yale ndo tunaenda kupanda kwenye shamba. Na tunachimba shimo mita 1 upana na mita 1 ni futi 1 upana na futi 1 urefu kwenda chini. Kwa sababu iliki hauwezi kuipanda kwenye kina kirefu. Shimo likituamisha maji iliki inaoza, haifanyi vizuri. Kwa yenyewe tunachimba shimo la wastani na kupanda iliki. Yenyewe inachukua 1.5 mpaka 2 inaanza kuzaa iliki. Kwa ni palizi na mavuno tu basi. Shamba la iliki kwa mwaka unaweza ukapalilia, ukafanya palizi mara 2 hadi mara 3 hii kuitunza, kwa sababu yenyewe mara nyingi kuna yale majani ambayo yamepita umri, ina maana yanakauka kama mgomba vile vile. Yale majani hayatakiwi kukaa kwenye shina la iliki, itabidi uyaondoe na kusafisha. Hazihitajiki takataka zozote pale karibu na shina la iliki. Kwa yenyewe haihitaji pia matandazo, useme kwamba uweke matandazo, hapana. Yenyewe inatakiwa iwe iliki kama iliki, pawe peupe kwa ajili ya, kwa sababu maua vile vikonyo vya kutoa maua vinatokea chini.
kwa penyewe panatakiwa pawe pasafi ili kuruhusu vikonyo vya maua vitoke kwa ajili ya kubeba iliki. Kwenye eka moja, kwa sababu iliki ni nyepesi, inategemea na uzazi na mara nyingi huwezi kuvuna kwa mara moja hivi. Huwa tunavuna ambazo zimekomaa tunaenda ukausha. Kwa hiyo kwa msimu unaweza ukaingia kwenye shina la iliki mara 2 hadi mara 3. Kwa mwaka unaweza ukaingia hata mara 5 kwenye shina moja la iliki. Kwa hiyo kwa mfano mimi huaga nafikiria kwenye kila shina moja, yani kwenye baada ya mashina 10 nipate kilo 1 kila nikivuna, yani mashina 10. Na maana nikiwa na mashina 100 nipate kilo 10. Kwa hiyo nikiingia mara 3 utakuwa na kilo 30. Kwa hiyo kwenye mashina 380 ama 400, kwa nitakuwa napata kilo 40 kwa msimu ambao nikivuna. Kwa nitavuna mara 2 au mara 3, kwa nitapata kama kilo 120 kwa msimu mzima wa iliki. Kwa sababu iliki tunasema kuna wakati inapungua tu uzazi, lakini ni msimu mzima utakuwa unavuna. Ila utavuna kuna msimu utakuwa unavuna nyingi zaidi na kuna msimu unavuna chache, lakini ni msimu mzima iliki inakuwepo. Kama hali ya hewa itakuwa nzuri, hasa iliki inategemea sana hali ya hewa. Mfano kukiwa na unyevu wa kutosha iliki inafanya vizuri. Lakini ukame ukipita, usipofanya umwagiliaji, basi yale maua yakitoka yanakuwa yanapakatika, hayatoi tena iliki. Mikoa ambayo unaweza ukapanda iliki kaja kwa kulingana na jiografia. Mfano huu mkoa wetu wa Morogoro, Mbeya, Njombe, unaweza iliki ukapanda na ikafanya vizuri, kwa sababu iliki pia inahitaji hali ya hewa ya baridi. Kwa sehemu ambayo ina baridi la wastani, iliki inafanya vizuri. Mfano hata Tanga kule Muheza, Amani, iko iliki nyingi tu ambao wakulima wanalima. Kwa Morogoro na mikoa ya karibu, iliki inafanya vizuri. Kwa uzoefu wangu kuna aina 2 za iliki. Aina ya kwanza inaitwa Maraba na aina ya pili inaitwa Amsole. Kwamba kuna aina moja yale tunaita sisi makole ya iliki, ambayo vile vibebeo vya maua ya iliki huwa inasimama, na nyingine ambayo tunasema Maraba huwa inasambaa kufuata ardhi. Kwa ziko aina 2 kuu za iliki, lakini zote zinafanya vizuri na zote ni iliki. Na zote zinatofautiana tu ukubwa wa matunda, lakini kwenye ubora zote ni nzuri. Na zote zinakubalika. Biashara ya iliki kwa ujumla iko vizuri kulingana na bei iliyopo sasa. Kwa hiyo wakulima tunafurahia kulingana na mfumuko wa bei. Toka mwaka jana tulianza na 25,000 ikuja 30,000 mpaka ikafikia mwaka huu ikaja 40,000 mpaka hivi sasa nazungumzia nikiwa hapa shambani, iliki ni 50,000 kwa kilo ambao kavu. Kwa hiyo tunajivunia kuwa na hili zao kulingana na mfumuko wa bei, lakini tusikalili kwamba siku zote itadumu hiyo 50,000 ama 25 ama 30. Inaweza ikabadilika kulingana na mazingira. Kwa ukalima mwaka huu ukategemea kwamba bei imesimama 40,000 ama 50, mwakani ukaambiwa kilo shilingi 10,000, usishangae kwamba ni vitu ambao havikai moja kwa moja kwamba guarantee kwamba bei hiyo ni ya kudumu. Hapana, aidha ipande ama ishuke. Kwa hiyo lengo kuu ni kuwa nalo zao, sio kwamba kusubiria bei ndio upande kwanza alafu bei itakuja. Ukisubiria kwamba bei ipande alafu ndio upande, unaweza ukapishana nayo, kwa sababu wakati wewe uko tayari kuvuna bei imeshuka. Kwa hiyo utafanyaje? Utang'oa? Huwezi kung'oa. Kwa hiyo tupande kwanza iliki alafu bei itakuja. Na ndio maana sisi sasa hivi tunafurahia hiyo bei kwanza tulipanda, hatukusubiria ipande. Tulipanda iliki kwanza, sasa hivi ndo tunafurahia bei iliyopo sokoni. Iliki yenyewe, na kama nilivyozungumzia awali, utatumia mita 3 hadi 4 kutoka shina hadi shina na mstari kwa mstari, kwa sababu yenyewe inasambaa, itatengeneza
giza kubwa au itatengeneza kivuli kikubwa. Kwa hiyo ukiweka mita 3 hadi 4, hayo mazao yatakuwa na nafasi ya kutosha, na pia unaweza ukachanganya na mazao mengine kama migomba ama mikarafuu na vanila, vinashabiana tu kwenye hilo shamba. Iliki yenyewe inahitaji mbolea ya samadi kulingana na udongo wako. Tunashauriwa pia kutumia hiyo mbolea ya samadi, ila sisi kwetu huku Morogoro mara nyingi tunatumia mbolea ambayo iko pale shambani, tunatunza iliki inafanya vizuri, ila si vibaya ukitumia samadi ili kuweza kuupa rutuba ya kutosha kwenye udongo wako na iliki iweze kufanya vizuri. Kwa sishauri kwenye upande wa mbolea za viwandani, kwa sababu mimi mara nyingi sijawahi kutumia hiyo mbolea nikaona matokeo, lakini samadi imenipa matokeo mazuri, kwa iliki inafanya vizuri. Cha kuzingatia wakati unavuna iliki ni kuangalia iliyokomaa, kwa sababu hauvuni kwamba ukishaona kwamba iliki imefikia kuvuna utavuna yote, hapana. Kwenye kibebeo maua utaangalia kwamba hii imekomaa, utavuna. Ile ambayo bado utaacha, ili uvune iliki ambayo imekomaa, na ukikausha upate kidogo kilo iwe imefikia. Ukivuna na changa utakuwa umeharibu ubora wa zao zima, na pia utavuna iliki nyingi alafu kipato kitakuwa kidogo. Nashauri kwa mtu ambaye yuko tayari kuwa mkulima wa iliki kama mimi, andae tu eneo. Akituhitaji basi tutatoa mawasiliano yetu, tutampatia elimu na kuweza elimu ya upandaji, utunzaji mpaka uvunaji. Tunaweza kumpatia hiyo elimu na akafurahia ili zao na akajiongezea kipato pia. Na nafurahia kuwa mkulima wa mazao ya viungo, kwa sababu nitatumia kama kiburudisho wakati mwingine kwenye chakula na mboga pamoja na vinywaji, lakini mara nyingi huwa natumia kama dawa, ambao kwa mfano iliki inaondoa harufu mbaya mdomoni kwa kutafuna. Kwa hiyo inanisaidia vitu vingi, inaniongezea kipato na kuwa dawa pia. Tukizungumzia swala la kibiashara, lakini hata upatikanaji wa miche ya iliki inapatikana katika shamba langu. Ukihitaji tunaweza kukusafirishia popote ulipo kwa bei nafuu kabisa, na tunaweza pia tukaja tukaangalia shamba ambalo linatosha kupanda iliki na kwa namna gani tunaweza kustawisha iliki. Kwa tutakupatia miche ama vipando kwa ajili ya shamba lako vovote utavyohitaji na idadi au ukubwa wa shamba lako. Kwa hiyo ekari moja utachukua miche 400 na kuendelea. Kwa hiyo tutakuja tuna design, tunapanda, tutakuachia, utaendelea kufanya huduma. Lakini pia kama kutakuwa na changamoto utatuhitaji, tutafika pia kwenye shamba lako na kutoa ushauri.